Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Zaki Digital, ni kusihi tu kuendelea kusubscribe, kucomment ili uendelee kupata kila aina ya tukio la kimataifa. Sasa nitakujuza kuhusu kile ambacho kinachoendelea na mpango uliokuwa nyuma ya mkakati wa kuondoa uongozi wa Iran. Hapa nauzungumzia mpango mkakati wa Marekani pamoja na Israel. Marekani na Israel wamesema wana uwezo mkubwa zaidi wa zana za kivita za anga ambao unawawezesha kushambulia shabaha zao ndani ya Iran wawezavyo wao. Pia wanaonyesha uweledi wao wa kijasusi ambao unawawezesha kuangamiza viongozi wakuu wengine wengi wa Iran. Lakini kuna mkakati gani nyuma ya hili? Jibu ni moja tu. Hatua ya kwanza katika kampeni hiyo haikuwa shambulio dhidi ya makazi ya kiongozi mkuu, bali wadukuzi wa makamandi ya anga ya juu kabisa ya Marekani na wenzao wa Israel. Hawa walivuruga uwezo wa Iran wa kubaini kilichokuwa kinafanyika, kudhibiti mawasiliano kwa kujibu mashambulizi, kulingana na maafisa wa jeshi wa Marekani. Kwa kutumia teknolojia hiyo, viongozi wa ngazi ya juu walishambuliwa katika maeneo tofauti. Viongozi hao walikuwa wamefuatiliwa kwa miezi kadhaa na majasusi wa the CIA pamoja na Mossad na wengine pia. Hili linawezekana zaidi kupitia upenyeshaji wa kiufundi kwa muda mrefu zaidi wa mifumo ya mawasiliano ya Iran na vile majasusi walioko ardhini ambao mara nyingi hawa huendeshwa na Mossad. Sasa matokeo yalikuwa ni ya kushangaza sana. Mkuu wa majeshi, waziri wa ulinzi na mkuu wa walinzi wa mapinduzi ni miongoni mwa waliouawa. Israeli inaaminika kuongoza mashambulizi hayo. Marekani kwa upande wake inasema kwamba iliendelea kushambulia makamandi na hata kudhibiti mawasiliano ya Iran, maeneo ya makombora ya ballistic pamoja na miundombinu mingine ya kijasusi katika mashambulizi ya awali. Lengo kuu lilikuwa ni kuwashangaza na hata kuwachanganya wa Iran. Alibainisha haya mwenyekiti wa wakuu wa pamoja wa kijeshi katika mkutano wa Jumatatu. Matarajio ya Marekani na Israeli yalikuwa ni kulemaza Iran. Hata hivyo, Teheran ilikuwa imejitayarisha katika suala la kiuongozi wake, na maafisa waliambiwa wateue warithi wao endapo watakufa na kuweka utambulisho wao wa siri. Kwa kuzingatia hatari iliyoambatana na hatua, ni jambo la kustaajabisha kwamba baadhi ya viongozi wa ngazi ya juu katika utawala wa Iran walikuwa wakikutana Jumamosi asubuhi, hali ambayo ilisababisha wengi kuuawa. Kwa sasa huenda ikawa ngumu kwa Iran kupata jibu, na mgawanyiko ambao unasababishwa na ulengaji una faida za kijeshi, lakini pia unaweza kuwa hatari sana. Haijabainika iwapo misururu ya makombora, ndege zisizo na rubani zinazotumwa katika Mashariki ya Kati ni matokeo ya sera iliyotanguliwa ambayo sasa ni majaribio, ikiwa makamanda wa ndani wanafanya kwa hiari yao wenyewe au kuna mtu wa serikali kuu anayetoa maagizo kupitia safu ya utendaji kazi. Tathmini za kijasusi za CIA zilizokamilika kabla ya vita kuanza vilitabiri kuondolewa kwa kiongozi mkuu kunaweza kusababisha watu wenye msimamo mkali katika kikosi cha walinzi wa mapinduzi kuchukua udhibiti zaidi. Kiongozi yeyote mpya atalazimika kukokotoa kama uhai wa utawala utahakikishwa kuendelea kupigana au kwa njia nyingine kuzungumza na kukubali matakwa ya Marekani. Lakini wakiendelea kuuawa, huenda ikawa ni vigumu sana kufikia uamuzi na hata mazungumzo yoyote yale. Marekani huenda inatarajia mtu kama Dickley Rodriguez ambaye alichukua nafasi ya Nicolas Maduro nchini Venezuela, anayesadikiwa kushirikiana na Marekani, lakini haijabainika kwamba mtu kama huyo yupo au anaweza kuongoza nchi hiyo. Historia inaonyesha kwamba mashambulizi ya anga pekee hayatoshi, na Marekani haijaonyesha nia ya kujiingiza katika mapigano ya ardhini.